Ahmed Darwesh. Marhaba, ni furaha iliyoje kuweza kujiunga nawe sana wakati kama huu papa hapa kwenye taarifa za KTN leo chaguo lako. Kukudokezea tu baadhi ya taarifa zetu kuu ambazo tumezipa kipaumbele hii leo. Wakaenda mpaka pale, wakaanza kuokota hiyo mtunda wakipasua wakikula. Zaidi ya watoto 15 walazwa huko Kakamega baada ya kula matunda ya mwituni yenye sumu. Polisi katika baadhi ya maeneo humu nchini huishi kwenye nyumba duni za ajabu. Je, serikali imechukua hatua gani? When we resisted their entrance because we didn't know why they used the school land, they said that the school does not have a title and they are also entitled to the public land. Baada ya shule la Ngata Road, sasa ni shule ya upili ya wasichana Buruburu. Wanyakuzi wakatalia ardhi ya shule. Naam, karibu kwenye taarifa zetu. Tunaanza taarifa zetu ambapo tunafuliza moja kwa moja hadi katika kaunti ya Bungoma ambapo takriban watoto 20 wamelazwa katika hospitali moja katika kaunti ya Kakamega baada ya kula matunda kwenye mti unaodaiwa kuwa wenye sumu. Madaktari wanaowatibu watoto hao wanasema kwamba hata hivyo kwamba hali ya watoto hao imeanza kuimarika. Mohamed Mahmud anatuarifu zaidi. Ingawa wakazi hawafahamu mmea huu umekuwa hapa kwa takriban miaka 24. Ni mti ambao wenyeji wa kijiji cha Mwikunda, kaunti ya Kakamega, wamekuwa wakiepuka matunda yake. Lakini kwa kuwa wao ni watoto wasioweza kutofautisha kinachofaa kuliwa na kisichofaa, hasa cha mwituni, waliyavamia matunda haya. Mwanawe Beatrice wa Mukoya alikuwa mmoja wao. Akaokota nyingi, sasa akaenda kugawa wenzake. Wenzake wenye walipata hiyo tunda ni mzuri, wakamuuliza umetoa wapi hii kitu. Wakaenda mpaka pale, wakaanza kuokota hiyo mtunda wakipasua wakikula. Wenzake ambao pia walikula matunda hayo vile waliathirika. Fika saa 7 watoto wakaanza kuwa wachovu sana. Sasa vile walikuwa wachovu wengine sasa wakaanza kuhara, kutapika. Watoto hao kati ya umri wa miaka 2 na miaka 14 wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya St. Mary's Mumias na huenda wangepoteza maisha yao iwapo hawakukimbizwa hospitalini katika wakati ufaao. Kidogo tu ananiambia anasikia malaria, anatapika na anaendesha, anatapika anaendesha. Kachukua dawa nikampatia yako wapi? Ni mti unaogopewa na watu wazima kwa kuwa wanafahamu athari za matunda yake. The children presented with the same complaints, diarrhea and vomiting, after giving a history of having taken a wild fruit. So with the investigations, we established that they must have had a wild fruit poison. Baadhi ya wakazi wanaamini kwamba athari za matunda ya mti huu zinatokana na hali kwamba umemea kwenye kaburi. Wanadai huenda ikawa njia moja ya marehemu kujilinda. Mohamed Mahmud, KTN leo. Naam, tukiachana taarifa hiyo inayofungamana na mambo ya itikadi na vile mambo ya utamaduni, sasa tuelekee kwenye taarifa nyingine ya kuvunja moyo ambapo siku moja tu baada ya wenyeji wa kaunti ya Bungoma kulalamika utendakazi wa maafisa wa polisi katika eneo hilo, KTN leo imebaini kwamba huenda malalamiko ya polisi ya kila mara kwamba mazingira yao ya utendakazi ni mabovu na yanaathiri juhudi zao yana mashiko. Kama anavyotuarifu Robert Wanyonyi, afisi nyingi na nyumba za kuishi polisi katika kaunti hiyo ni za kufedhehesha. Ndiyo hali inayomkumba mtu akifika katika kituo cha polisi wa utawala cha Misihu, kaunti ya Bungoma. Hiki ndicho chumba kinachotumiwa kama afisi kuu ya msimamizi wa kituo na vilevile afisi ya uhusiano mwema hapa Misihu. Wenyeji hufika hapa kuhudumiwa, lakini badala ya kujengwa kama afisi haswa, chumba hichi ni cha kufedhehesha. Kwa muda wa miaka 23, kituo hiki kimeendeleza shughuli zake katika eneo hili, huku maafisa wake wakijikaza kudumisha usalama kwa kukabili makosa ibuka miongoni mwa wenyeji hapa. Tumeimba tukiomba wajaribu wawachengee nyumba mzuri za kuishi. Serikali ijaribu sana
kuangalia nyumba zenye wanaweza tumia zisiwe kama hizi. Lakini tangu kianzishwe rasmi mwaka 93, kituo kimekabiliwa na changamoto si haba. Miongoni mwa changamoto hizo ni makazi duni na upungufu wa maafisa wa kutosha kukabili ongezeko la visa vya uhalifu katika eneo hili. Hali hiyo inawakosesha motisha maafisa hawa hivi kwamba utendakazi unaathirika. Wajenge nyumba, waweke mahali au jamaa wakuwe na proper coordination. Inadaiwa kuwa fedha zilizotengwa kwa ujenzi wa afisi na makazi ya maafisa katika kituo hiki zilitolewa, lakini hazikutumiwa palipofaa. Uchunguzi utafanyika na wahusika watatuambia hiyo pesa ambayo ilikuwa ijenge hizo manyumba imetumika vipi. Aidha, KTN leo imebaini kuwa hii ndio taswira katika vituo vingi vya maafisa wa polisi wa utawala katika kaunti hii. Nyuma yangu ni chumba ambacho kimetengewa maafisa hawa kuhudumu kama afisi za uhusiano mwema na raia. Lakini licha ya Wakenya kutarajia huduma bora kutoka kwa maafisa wa polisi, swali ni je, maafisa hao watatekelezaje shughuli zao kama watafanya kazi yao katika mazingira aina haya? Robert Wanyonyi, KTN leo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Robert Wanyonyi ndio ndofikisha katika sehemu ya kauli yako, ambapo hii leo tunakuuliza kwamba je, unaamini kwamba serikali inatilia maanani maslahi ya maafisa wa polisi humu nchini? Je, unaamini kwamba serikali inatilia maanani maslahi ya maafisa wa polisi humu nchini? Kufanikisha sehemu ya kauli yako, unaweza kuanza na ujumbe mfupi wa ndio au la. Ukianza uambatanishe basi kupitia nambari ya simu 22155. Vilevile unaweza kuwasiliana nami kupitia mtandao wa Twitter @KTNleo au vilevile kupitia @darweshdaru. Naam, kando na hayo, kulikuwa na hali ya mshike katika shule ya upili ya wasichana ya Buruburu hapa jijini Nairobi baada ya madai ya unyakuzi wa kipande cha barabara baina ya shule hiyo na nyumba ya Metro iliachwa na agizo la waziri wa ardhi Charity Ngilu ya kulipa nguvu shule hiyo agizo la kubomoa lango la nyumba hiyo. Jitihada za shule za kutaka kubomoa lango hilo ziligonga mwamba. Elvis Kosgei na taarifa hiyo. Katika shule ya upili ya wasichana ya Buruburu tunakumbana na kisa sawia na kile cha shule ya msingi ya Lang'ata. Mvutano baina ya shule hii ya wasichana na wamiliki wa jumba hili ni dhahiri. Ardhi inayozozaniwa ni kipande hiki cha barabara. Kulikuwa na hali ya mshike baada ya dereva wa tingatinga hili kujaribu kuchimba barabara hii. We have been trying to secure the title of this school. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule hii, Consolata Kimuya, barabara hii ambayo ni takriban mita 25 inamilikiwa na shule. Hatimiliki na stakabadhi hizi zinathibitisha msimamo wake. Barua kutoka kwa waziri wa ardhi Charity Ngilu ilipa shule ruhusa ya kulibomoa lango hili endapo wamiliki watasusia agizo la kuhama. Sharing a road is not an option because the road is part and parcel of the school title, and therefore that is like opening the school to the public. We are going to put a wall in our land and nobody can stop us. Yeah. If our wall is going to block their gate, just too bad. It's just unfortunate that instead of her concentrating on academic affairs, she concentrates on these petty issues like coming to block the gate, claiming that this gate is on her road. Kimuya anadai kuwa maafisa usalama walichelewa kuwasaidia kubomoa lango hilo. Hata hivyo, ana matumaini makubwa kwa serikali itaingilia kati ili kutoa mwafaka wa barabara hiyo. Elvis Kosgei, KTN leo. Kwingineko ni kwamba zaidi ya walimu 2000 ambao wamekuwa wakifanya kazi katika kaunti za Mandera, Garissa na hata Wajir wamekaidi amri ya mwajiri wao ya kurejea kazini. Walimu hao wameapa kuwa katu hawatorejea kazini hadi pale matakwa yao yatakapozingatiwa.
Walimu hao wakiongozwa na katibu mkuu wa koti Francis Atoli na katibu mkuu wa muungano wa walimu NAT walifika hadi makao makuu ya upelelezi ambapo Sosion aliandikisha taarifa baada ya kutakiwa kufanya hivyo kufuatia tuhuma za uchochezi. Hata hivyo, Sosion amekanusha madai hayo. Katika makao makuu ya idara ya upelelezi wa jinai nchini ni walimu wakimsubiri mtetezi wao mkuu, katibu mkuu wa NAT Wilson Sosion. Ilivyo desturi, waliimba na hata kubeba mabango inatangaza changamoto wanazodai zinawakumba katika kaunti za kaskazini mashariki. We have not been told how the deaths and the murder of the 28 teachers have been resolved. Sisi hatujawahi kusikia mtu mwenye alishikwa akafanya nini, akawekwa kotini ama akashitakiwa kwa haya maneno. Na walipotoka, Wilson Sosion alitembea sako kwa bako na katibu mkuu wa muungano wa KOTU Francis Atoli pamoja na viongozi wa vyama mbalimbali vya wafanyakazi hapa nchini. Wote walizungumza kwa sauti moja. They can call, they can invite, they can summon Sosion, Muzo, anybody else to come and record statements. But that will not intimidate you, the workers of this country. Never shall a worker be intimidated while any section of these people will transit. Zaidi ya walimu 2,000 wanaofunza katika eneo la kaskazini ya nchi wamesusia kazi kufuatia kile wanachokitaja kuwa utovu wa usalama. You cannot fight workers, you fight employers, you fight governors, you fight senators, you fight children, you fight everybody, and then you expect to win elections 2017. From today we are going to remain together, we are going to plan together, we are going to assist one another, we are going to strengthen our solidarity. We are the people who are going to decide on Kenya's destiny. An injury to one is an injury to all. All the teachers who have registered with us, and we have annexed their statements in our report, which we have also served them here today. We gave 5 recommendations, but I'm talking about one which is important. That the teachers who are affected and have been camping at our offices, I am not vacating my position. It remains the same. You must be granted transfers with immediate effect. Kwa pamoja wameamua kupuuzilia mbali kauli ya tume ya huduma kwa walimu ya kurejea kaskazini mashariki mwa nchi ya Kenya, huku miungano yote ima iliyo wafanyakazi na hata walimu wakiamua kuja pamoja ili kuweza kulikabili swala hili. Hussein Mohamed, KTN leo katika makao makuu ya idara ya ujasusi Nairobi. Tunangalipo kwenye taarifa inayofungamana na masuala ya walimu ni kwamba ukosefu wa walimu hasa katika shule nyingi za eneo la kaskazini mashariki umetoa mwanya au nafasi kwa wazazi kuanza kuwapeleka watoto wao katika shule chache za kibinafsi. Kama anavyoripoti mwanahabari wetu Hamza Yusuf, viongozi wa eneo na wakuu wa shule za umma wanamwelekezea kidole cha lawama katibu mkuu wa NAT Wilson Sosiona. There are 5 teachers who did not report back since opening. Ndio masaibu yanayokumba shule nyingi za umma eneo hili la kaskazini mashariki. Imepita takriban wiki 3 sasa tangu baadhi ya walimu hasa kutoka maeneo tofauti ya Kenya kudinda kurejea shuleni kwa sababu za ukosefu wa usalama. Kaunti ya Mandera imeathirika zaidi kwa ukosefu wa walimu, na sasa shule nyingi zimeanza kufikiria kutoa nafasi kwa vijana waliosomea walimu kujaza nafasi za waliodinda kufika. I have very many applications for those same vacancies. So if I want to employ somebody who finished the last 2 years, Bachelor of Education from public university, I have applications. Shule za binafsi zilizojipa sifa ya kufanya vyema kwenye mtihani katika eneo hili kama vile Al-Ikhlas
kwa sasa inawasajili wanafunzi wakiwemo waliokimbia ukosefu wa walimu katika shule za umma. And so far the ones who went in are 30. But still we have got 2 streams. So we are expecting around 90 students. I've been here for the last 4 years. And if you look at my facial expression, you don't see a stressed person. I'm very comfortable in Nobistan. I've interacted with these people, and I'm enjoying life in this part of the country. So let us just come and assist this student, and let us not have this perception that these people deal with guns, they are terrorists. Those are just, that's judging a book by its cover. Wakati huo huo, walimu waliodinda kurejea wanaendelea kukosolewa katika eneo hili. Ujumbe wa walimu wanaoendelea kufunza katika eneo hili ni kwamba wenzao warejea katika kazi, kwani kila kitu kishwari. Hamza Yusuf, KTN leo, Garissa. Nakumbusha tu sehemu ya kauli yako mtazamaji mteule kwamba hapo awali tuliangazia taarifa yanayofungamana ama yanayohusu mazingira duni ya maafisa polisi. Nikakuuliza kwamba je, serikali inatilia maanani maslahi ya polisi? Kufanikisha kauli yako unaweza kutuma arafa kupitia 22155 au kupitia mtandao wa Twitter @KTN Kenya. Vile vile unaweza kuwasiliana nami kupitia @darweshdabu. Nachukua mapumziko mafupi, nitakaporudi basi nitakuwa na taarifa nyinginezo na kusihi usiende mbali. Naam, karibu tena. Huku mjadala ukiendelea humu nchini kuhusu uteuzi wa wanafunzi wa kujiunga na shule za sekondari, hii leo kwenye makala yetu maalum ya elimu na taaluma tumezungumza na wazazi ili kuweza kubaini hisia zao kuhusu watoto kusomea katika shule za mabweni au shule za kwenda na kurudi. Francis Mtalaki vile vile anakupa kauli za wataalamu wa elimu kuhusu swala zima. Katika mtaa mmoja hapa jijini Nairobi, tunakumbana na Margaret Njeri, mama watoto wawili, akiwa katika pilika zake za siku. Na kama mama mzazi, bila shaka ni wajibu wake kuhakikisha kuwa mambo ni shwari. Anaonekana kuwa mpweke chumbani wa mwanawe ambaye sasa yupo katika shule ya bweni. Company ndiyo ilifanya fikiria sana kumpeleka boarding. Juu alikuwa na company mbaya na ni watoto wenye walikuwa wanasoma nao kwa shule moja na darasa moja. So hata venye nilijaribu sana kumkeep off hiyo company sikuweza. Miaka 3 iliyopita alichukua uamuzi huo, na sasa japo mara kwa mara humkosa mwanawe, matunda ya uamuzi huo yameanza kujitokeza kila mwisho wa muhula. Alikuwa na score like from 250 marks and above, right now wanakuanga kwa 390s. So it's like 390s hata 400. Ni uamuzi ambao wanasema ulikuwa mgumu kuwafikia, lakini baada ya mabadiliko hayo, kwake ni vema kumpeleka mwanao katika shule za mabweni, kwa kuwa kando na mwanao kuanza kufanya vizuri, sasa anaweza kushughulika na mambo kadhaa tofauti na hapo awali. Hata hivyo, Safina Erastus, mama watoto 4, anatofautiana na Njeri. Anaonelea kwamba kumpeleka mwanao katika shule za mabweni ni sawa na kumpelekea mwewe kifaranga. Parenting is a responsibility. So wakati nilipoolewa, the best gift yenye Mungu alinipatia ni watoto, na nilitaka kugrow pamoja nao. So ningewapeleka boarding, singewajua jinsi ambavyo ninawajua saizi. Kauli yake ni kwamba mama mzazi ni kuwa na mwanawe, ambapo anajituma kila asubuhi kumtayarishia na kumwandalia mwanao staftahi kabla ya kuelekea shuleni, ndio siri ya matokeo mema. Nilitaka tu kuchukua majukumu yote kama mzazi ya kukaa pamoja na watoto, kujua mienendo zao, kujua tabia zao, na pia kimasomo nishirikiane pamoja na mwalimu katika ile hali ya kuwajua na kuwaelekeza zaidi. Ni mtazamo unaokumbatiwa na Daktari Andrew Riechi, mtaalamu wa elimu katika Chuo Kikuu cha Nairobi. Inapatia mtoto nafasi ya kukaa nyumbani. Kuna starehe nyumbani ambazo watoto wamezoea, na wakiwa mabweni wana shida ya hizo starehe hakuna. Anahoji kuwa mchango wa mzazi kwa malezi ya mwanawe ni muhimu, sio tu kwa malezi pekee, bali hata familia na marafiki ambao utangamana naye mara kwa mara ili waweze kuelewa kinachoendelea katika jamii. Kuna watoto
ambao wanahitaji kuona ndugu zao, wazazi wao wakiwa wadogo wakienda shule ya msingi. Lakini mwanao anapokwenda katika shule ya bweni, changamoto kama vile matukio ya shule kuchomwa na vile tabia mbaya kama vile usagaji ni swala ambalo wahisani wanapaswa kulishughulikia kikamilifu. Francis Mtelaki, KTN leo. Naam, karibu kwenye safu ya KTN leo michezo. Baadhi ya wanariadha waliostaafu wa humu nchini wanalitaka shirikisho la riadha humu nchini kufanya uchunguzi zaidi kuhusiana na kesi ya matumizi ya dawa za kusisimua misuli inayomhusu Rita Jeptoo. Wanariadha hawa wanahofia kwamba wahusika wa dawa zilizopigwa marufuku humu nchini huenda hawatachukuliwa hatua yoyote. Bingwa wa mbio za marathon za Chicago na Boston, Rita Jeptoo alipigwa marufuku ya miaka 2 juma lililopita kufuatia matumizi ya dawa zilizopigwa marufuku michezoni mwaka uliopita. Huku wengi wakiendelea kutofautiana kuhusu adhabu hiyo iwapo ni kiwango sawa, wanariadha waliostaafu kutoka humu nchini wakiongozwa na bingwa wa michezo ya Olimpiki makala ya mwaka 2008 Wilfred Bungei wanataka uchunguzi zaidi kufanyika. Wanariadha hao pia wanataka shirikisho la riadha nchini kuwashughulikia wanariadha kutoka maeneo yote humu nchini na hasa eneo la kaskazini mashariki. If the investigations were done, who was involved, and if for example the doctors that were there, why are they not out? Labda hiyo shida ilikuwa kwa shuki ya Athletic Kenya na manager. Maybe wako angalia namna hiyo. Iwapo matakwa hayo hayatatimizwa katika kipindi cha juma moja, shirika la wanariadha hapa nchini limeonya kuwa wanariadha watasusia majaribio ya kitaifa ya mbio za nyika. Now our grievances and our need are met. Failure to which we are going to down our tools, as you can see, or give them to the AK fraternity to share and to make the full team. Majaribio ya kitaifa ya mbio za nyika yatafanyika tarehe 14 mwezi huu. Lynn Washira, KTN michezo. Kwingineko ni kwamba Kenya itakuwa mwenyeji wa Tanzania katika mchuano wa kufuzu kombe la bara Afrika mwishoni mwa wiki ijayo. Kenya ilichuana na Uganda katika soka inayochezwa ufuoni mwa bahari. Aidha, washikadau wanatumai kwamba huo utakuwa ni mwamko mwema katika mchezo huu ambao umetengwa kwa muda mrefu. Barani Afrika, Nigeria na Senegal zimetia fora katika soka ufuo wa bahari ikilinganishwa na nchi zingine. Kanda ya Afrika Mashariki imesalia nyuma katika soka hii ya ufuo wa bahari, licha ya kuwa na ufuo wa kuvutia katika kaunti kadhaa za pwani. Na mchuano huu wa kirafiki dhidi ya Uganda bila shaka ulitumiwa kama kioo tu cha kutoa taswira kamili ya soka aina hii. Tunatarajia mashindano mengine ambayo yatafanyika hapa na kirasmi tarehe hiyo 15 Februari. Kwa hiyo haya ni mashindano ambayo tutaendelea nayo na tumepata nafasi hii ya kuweza kuandaa mashindano kama haya. Aidha, shirikisho linatumai kwamba marefu watajitokeza kusimamia michuano kama hii. Bila shaka ajira kwa vijana wa pwani na viunga vyake. We are very lucky that we are starting a game which is going to help the young people, especially in the coast region, because these matches will benefit. We are going to train referees hapa who are going to be, most of them are going to be international referees officiating beach football. Therefore, this is something that it needs to be supported. Na barabara kabisa Paul, katika sehemu ya kauli yako ni kwamba nilikuuliza je, serikali inashughulikia maslahi ya walimu ya maafisa wa polisi kumradhi. Na kwa viwango vya asilimia basi kama unavyoona kwenye jedwali hapo ni kwamba 73% mmepinga vikali na kusema la, ilhali 27%. Naona asilimia zikienda zikibadilika pale, lakini ndio kauli yenu wengi mkisema kwamba la, haijazingatia ipasavyo kama unavyosema Wanyonyi Peter. Vile vile unasema ni hila tutopeana
pesa kwa mahakama ya AU ilhali Kenya hatuja sahihisha swala hilo. Hiyo ni kauli kutoka kwa Christopher. Na mtazamaji, ningetaka kuendelea lakini muda haunami, umenipa kisogo na mimi sina budi ile kutamatisha taarifa za KTN leo kwa hivi sasa. Mimi ni Ahmed Darwesh, kwa heri kwa sasa.